Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 6, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 16, aya ya 11 hadi ya 15, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 15, aya ya 26 hadi sura ya 16, aya ya 4. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, neno la Mungu tulilolisikia ni sehemu ya hotuba aliyoitoa Kristo wakati wa karamu ya mwisho akiwa na wanafunzi wake, baada ya kuzungumza nao juu ya udhia na mahangaiko atakayopitia kutokana na kumshuhudia. Anawaahidia Roho Mtakatifu kama msaidizi katika wajibu wa kumshuhudia mbele ya watu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika Utatu Mtakatifu, pamoja na Baba na Mwana. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 692 tunapewa majina na kazi mbalimbali anazotenda, yaani Roho Mtakatifu ni msaidizi, mfariji, ni roho wa hekima, ni mtetezi, na pia ni roho wa ukweli. Roho huyu ni yule alokuwepo tangu uumbaji. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 2. Ni roho yule yule aliyewaongoza manabii. Ni roho yule ambaye aliwashukia mitume siku ya Pentekoste. Na ni roho yule yule ambaye amekuwa akiliongoza kanisa kwa nyakati mbalimbali. Leo maandiko yanatualika kutafakari juu ya kazi mojawapo ya nafsi hii ya tatu ya Mungu, yaani Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kumbe leo tunamtafakari Roho Mtakatifu kama msaidizi. Maandiko matakatifu, hasa kitabu cha Matendo ya Mitume, kinatufunulia waziwazi juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu kama msaidizi katika kanisa changa la mwanzo. Tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 36, Roho Mtakatifu huyu tunamwona akimtia Petro ujasiri wa kuweza kusimama mbele ya watu na kushuhudia kuwa Kristo amefufuka kwa mara ya kwanza baada ya hofu kutanda dhidi ya Wayahudi. Petro na wanafunzi wenzake walikuwa wamejificha ndani kwa hofu ya Wayahudi, lakini leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu anaweza kusimama na kusema mbele ya mkutano huu mkubwa. Pia ni Roho huyu aliyemtia Stefano shahidi wa kwanza kumshuhudia Kristo, akimtia ujasiri mbele ya watu waliomkataa Kristo hata hawakuweza kushindana na hekima yake. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 10. Ni Roho huyu ambaye tunamwona akiwaelekeza mitume Paulo na wenzake juu ya wapi wataenda, lakini pia ni maeneo yapi wasiweze kuhubiri. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 7. Kumbe tunaona ni Roho Mtakatifu ambaye aliwasaidia mitume katika utume
na wajibu waliopewa kumshuhudia Kristo mfufuka, hata wakaweza kufanikisha wajibu huo. Wapendwa, Roho Mtakatifu tunaendelea kuona akitenda kazi hata katika maisha ya kanisa la sasa, akiwa kama kiongozi na mwanga katika utendaji na maisha mazima ya kanisa, mwili wa Kristo, katika kumshuhudia Kristo mfufuka. Wajibu wa kumshuhudia Kristo au kuwa wa mitume tu, ni wajibu wetu pia tunaoitwa kwa jina la Kristo, kwani kila siku tunaalikwa maisha yetu yawe ni ushuhuda, ili watu wamfahamu na kumwamini Kristo kupitia sisi. Katika maisha yetu tunamhitaji Roho Mtakatifu ili atusaidie katika kumtambua Kristo na kufanya maamuzi sahihi katika utendaji wetu, hasa katika zile nyakati za mashaka. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwani kwa mapaji yake ya hekima, akili, shauri, elimu, ibada na uchaji wa Mungu, ndipo tunaweza kuishi kikamilifu Ukristo wetu. Maishani mwetu nasi tunatakiwa kuwa mashuhuda wa Kristo mfufuka, hasa katika mazingira tunayoishi, lakini pia katika nyakati za sasa tunapokabiliana na magumu ya kiroho. Wajibu huu hatuwezi kuufanya vizuri bila msaada wa Roho huyu Mtakatifu, kwani kumshuhudia Kristo kunatudai utayari wa kukataliwa, utayari wa kukubali kutukanwa, kutengwa, kunenewa uzushi, na hata wakati mwingine kuutoa uhai wetu, tukimwiga mwalimu na mfano wetu Kristo. Katika haya yote tunamhitaji msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kama Mama Maria, baada ya kusema ndio, alisaidiwa na Roho Mtakatifu kuanzia kutungwa mimba kwa mtoto Yesu ndani yake, hata akauletea ulimwengu mkombozi, yaani Kristo Bwana. Nasi tumombe Kristo kama mitume tujaliwe Roho huyo, ili kwa msaada wake tupate kuwa mashuhuda wa Kristo mfufuka. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Christian Katushabe Joni wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia